Bwana Yesu asifiwe. Naam, nachukua nafasi hii nikiwakaribisha kwenye funzo siku ya leo, ili basi tukaweze kuangalia maandiko na tukaweze kuona vile Mungu ni mwaminifu na vile neema yake ni kubwa kwetu. Kwanza tutataka kuangalia sana kuhusiana na sheria na vile Mungu alishughulika na taifa la Israeli na vile anashughulika na mwili wa Kristo katika wakati huu ambao ni wakati wa neema ya Mungu. Kwanza tutaangalia sheria na ni nani waliokuwa chini ya sheria. Basi fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Warumi sura ya 19 mstari wa 3:19 inasema aje? Warumi 3 mstari wa 19 inasema basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati uyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Tunaona kwamba torati inanenea wale walio chini ya torati. Kwa sababu gani? Ili ulimwengu wote uwe chini ya hukumu wa dhambi. Ni nani waliokuwa chini ya torati? Ni Waisraeli. Licha ya kuwa Waisraeli walikuwa na sheria, basi walishindwa kutimisha sheria, na hivyo basi Mungu mwenyewe akafanya nini? Akaweka chini ya torati wote, hata wale ambao hawakuwa wamefanya dhambi kama ile Adamu. Wote walihukumiwa dhambi katika sheria. Basi tunaona kwamba sheria hutokeza ghadhabu, na mahali pasipo na sheria hakuna kosa, kwa sababu sheria ndio huleta ghadhabu. Hebu na 4 mstari wa 15 vile inavyosema Warumi. Nasema hivi: kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipokuwa sheria hapana kosa. Mstari huu nasema kwamba pasipo na sheria hapana kosa. Hivyo kwa nini basi sheria ilikuja? Tukirudi nyuma pale kwenye mstari wa 3 mstari wa 20 Warumi nasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Tunaona basi ili Mungu aweze kuonyesha watu dhambi zao, ilibidi basi waonyeshwe kwa njia ya sheria, kwa sababu pasipo na sheria hapana kosa. Ndio sasa Mwenyezi Mungu akaleta sheria ili mwanadamu aweze kujijua na aweze kujitambua. Ona sura ya 7 kwenye hiyo Warumi. Tungependa sana kuangalia mstari wa wake wa ngapi? Mstari wa 14 inasema, kwa maana twajua kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Hapa tunaona Mtume Paulo anakiri wazi kwamba sheria ama torati asili yake ni ya rohoni, bali yeye ni mtu wa mwilini. Na tumetoka basi kuona kwamba hakuna mwenye mwili atakayeweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa sababu ya matendo ya sheria. Sheria ya Mungu ni kamilifu. Sheria ya Mungu ni njema. Tunaporudi nyuma kwenye mstari wa 12 nasema hivi: basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Unaona sasa, sheria ya Mungu ni takatifu, sheria ya Mungu ni njema, amri ni kamilifu, lakini yule ambaye amepewa hii sheria ni mtu wa mwilini kulingana na
maandiko, na huyu mtu wa mwilini ameuzwa chini ya dhambi. Sasa akiwa namna hiyo, ni kitu gani chema kinachoweza kupatikana kwake? Ona tatu, Warumi 3, basi tuangalie mstari wa 21, inasema lakini kwa sababu, mstari wa 23 inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo watu wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, kwa sababu wanapopimwa na sheria iliyo kamilifu, wanapopimwa na kipimo cha sheria ya Mungu, wanakosa kufikia kiwango kikamilifu cha utakatifu ambao Mungu anadai. Paulo aliweza kujitambua na kujielewa vizuri, na ndio sasa anapoandikia Warumi 7 mstari wake, tuangalie pale chini mstari wake wa 18, nasema hivi: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo njema sibati. Paulo anasema kutaka yeye anataka, lakini kutenda lililo njema hapati. Ni kwa sababu gani? Mstari wa 19 inasema kwa maana lile njema nilipendalo sitendi, bali lile mbaya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Hivyo Mtume Paulo aling'ang'ana sana kutenda yaliyo mema, ili yale anapotaka kutenda yaliyo mema, yale mabaya yako pamoja naye. Ndio maana anasema kwamba hakuna chochote chema ambacho chaizi ndani ya mwili wake, kwamba hakuna neno lililo njema ambalo linakaa ndani ya mwili. Hivyo basi mwanadamu aliye na mwili hawezi kutimisha sheria, kwa sababu kila mara anakuta kwamba alikuwa anataka kufanya yaliyo mema, basi yaliyo mabaya yako pamoja naye. Hivyo tunapoona sheria haimuhusu mtu wa rohoni, bali inahusu mwili, yaani inahukumu mwili. 5:20 inasema kwamba sheria iliingishwa kando ya asili iliyo kando ya hali hiyo, ili makosa ya shidi. 5 Warumi, turudi 20, inasema hivi, mstari wa 25 inasema lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi iliposindi, neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaona kwamba kama vile mauti ilivyotawala, vivyo hivyo neema nayo itawale. Itawale akina nani? Itawale wale walio chini ya neema, basi itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Hivyo sheria iliingizwa. Mstari nasema iliingizwa. Hili nini? Ili kosa liwe kubwa sana. Na dhambi iliposindi kwa sababu ya ile sheria, basi neema ya Kristo nayo ikasindi zaidi, ili kwamba mwanadamu basi kwa sababu ya sheria hangeweza kutimiza sheria hata kidogo. Ukiangalia 6 mstari wa 14 hiyo Warumi inasema hivi: kwa maana dhambi haitawali nyinyi, kwa sababu nyinyi amui chini ya sheria, bali chini ya neema. Basi tunaona kuna watu hawako chini ya sheria, bali wako chini ya neema ya Kristo. 7 mstari wa 6 inasema bali sasa tumefunguliwa katika Torati, tumeifia ile hali iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika maana mpya ya Roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Naam, tunaona kwamba sisi tumeifia ama tumefunguliwa katika Torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya
ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko, bali katika hali mpya ya roho. Kwa sababu andiko ni torati, na mahali palipo na torati hapana uzima, kwa sababu torati inakuhukumu, na wakati wowote torati inahukumu, inakuhukumia dhambi na inakuhukumia mauti, kwa sababu ukikosa kutimiza katika sheria moja kati ya zile zote ambazo Mwenyezi Mungu amepeana, basi wewe uko katika hatia ya kuvunja zote sheria za Mungu. Ukishindwa mmoja, umeshindwa zote. Na ndio sasa tunaona kwamba sheria haimhusu mtu wa mwilini, kwa sababu ukiwa na mwili na upimwe na kipimo kikamilifu cha sheria ya Mungu, basi hautaweza kuhesabiwa haki kwa njia ya sheria. Mstari wa 9:7, Warumi 7 mstari wa 9 inasema hivi: nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi iliuwika, nami nikafa. Naona sasa, dhambi ambayo inaishi katika mwili, nafsi ya mwanadamu ilikuwa hai bila sheria, lakini ile amri ama ile sheria ilipokuja, inasema nini? Dhambi iliuwika, ama dhambi ikawa hai ndani ya mwili, basi nami nikafa. Kwa sababu kuna wakati nilikuwa hai bila sheria, lakini ilipokuja ile amri, dhambi ikauwika ndani ya mwili wa mwanadamu, naye akafa kwa sababu ya ile sheria. Turudi tuende kwenye andiko wa Efeso sura ya 2. Basi utaona Paulo anasema kwamba sura ya 2 ya Efeso mstari wa 1 anaonyesha kwamba mtu ambaye ako chini ya sheria, ako chini ya dhambi na ni mfu akiangaliwa na Mwenyezi Mungu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Na wakati huu ambao walikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi, bila shaka walikuwa wafu. Lakini mstari wa 4 inasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Naona sasa, wakati tulikuwa wafu, Mungu kwa sababu ya wingi wa neema yake, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda sisi, alifanya nini? Alituhuisha, alitufufua pamoja na Kristo. Na hii ni kazi ya neema ya Mungu, si kwa sababu ya matendo, kwa sababu katika hali ya matendo hakuna mwanadamu anayeweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Tuone andiko la Galatia linasema nini kuhusiana na jambo hilo. Galatia sura ya 2, tusome mstari wa 16 inasema, hali tukijua kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulio muamini Kristo Yesu, ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki hata kidogo. Hivyo hali tukijua hivyo, mwanadamu anapaswa kuwa anajua kwamba hakuna mwanadamu anaweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Hivyo licha ya kuwa sheria Mungu alipeana ili sheria ionyeshe mwanadamu dhambi, na akishaonyeshwa dhambi imwelekeze kwenye toba na aweze kufikia neema ya Kristo na aweze kupata wokovu, kwa sababu ni kuokolewa kutoka katika hatari ya dhambi na mauti na kubadilishwa na kuwa kiumbe kipya, ama kuwa mwana wa Mungu aliyeokolewa kwa neema. 8 mstari wa 3 wa Warumi inasema hivi. Nende kwa 8 mstari wa 3 kwa Warumi inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili,
Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Hivyo kuna yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Hivyo sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili. Mahali palipo na sheria, sheria inamulika mwili. Sasa yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu amefanya nini? Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Hivyo dhambi ikaweza kuhukumiwa katika mwili wa Kristo. Dhambi haitawatawala tena nyinyi, kwa sababu amui chini ya sheria, bali chini ya neema, kwa sababu dhambi tayari imeweza kuhukumiwa kwenye mwili wa Kristo. Hivyo unapoona mstari wa 4 mahali ambapo tumeachia, mstari wa 4 inasema hivi: hii maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusienenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Hivyo kufuata mambo ya mwili ni kufuata mambo ya sheria, ni kufuata yale ambayo sheria inasema, kwa sababu sheria hainenei mtu wa rohoni, bali inanenea mwili, inahukumu mwili, inawekea mwili sheria. Sheria ni ya mwili. Hivyo basi sisi ambao hatufuati mwili bali tuifuata Roho, tunafikia neema ya Kristo na tunahesabiwa haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani. Turudi nyuma kwenye andiko la Korintho wa pili. Sasa tutaweza kuangalia mstari wa 21. Nasema aje? Nasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Hivyo kuna yule ambaye asiyejua dhambi, naye ni Kristo. Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye Kristo. Hivyo ukiangalia vile Mungu alifanya ni badiliko kubwa sana. Yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi, na yule sasa ambaye alikuwa mwenye dhambi, Mungu anamfanya kuwa mwenye haki, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya neema ya Mungu na kipawa cha haki ambacho Mungu amepeana kwa njia ya neema. Basi wapendwa, ndio maana tunaona Warumi sura ya 3 mstari wa 21. Turudi pale kwa Warumi 3 mstari wa 21, nasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Tunaona kwamba kuna haki ya Mungu ambayo imedhihirishwa pasipo sheria na inashuhudiwa na Torati na manabii. Basi ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Hivyo ni haki ya Mungu ambayo imedhihirishwa pasipo sheria. Kwa nini basi tunaona kwamba Torati na manabii ni washuhuda wakubwa wa hii haki ya Mungu? Katika Agano la Zamani ukiangalia wakati wa Musa alikuja na Torati. Tunaposoma kwenye andiko la Yohana 1 mstari wa 17 nasema sheria ilikuja na Musa, neema na kweli imekuja na Kristo. Ndio tunaona kwamba mwanadamu sasa angehesabiwa haki katika sheria, katika njia ya matendo na kutimisha sheria ya Mungu. Na sasa wale ambao ni washuhuda wakubwa ni Torati ilikuwa inashuhudia. Torati ndio ilikuwa inashuhudia huyu mtu ni mwenye haki ama si mwenye haki katika wakati uliopita. Kwa sababu kama ungefunga sheria, kama ungejikwa katika sheria, basi sheria ingekuhesabia haki, ingekuhukumu kuwa wewe ni mwenye dhambi. Basi na mwenye dhambi mshahara wa dhambi ni mauti. Kile ambacho mwenye dhambi angedai basi ni mauti, kwa sababu
ya kuvunja torati. Manabii nao walikuja wakashuhudia vile mwanadamu anapaswa kuishi kwa kufuata torati ili ahesabiwe haki mbele za Mungu. Lakini Biblia inaposema Warumi kwamba sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo torati na pasipo manabii, kwa sababu wao ni mashuhuda wa kushuhudia haki ya Mungu ikidhihirishwa pasipo wao kuhusishwa kwenye wakati huu ambao tunaishi katika wakati huu wa neema ya Mungu. Wakati ambao unaitwa kwa sasa ni wakati neema ya Mungu imedhihirishwa, na hii neema ya Mungu inaletea wanadamu wokovu. Soma pia pamoja nami kwenye andiko la Tito. Andiko la Tito sura ya pili, mstari wa 10 na ngapi? Mstari wa 11 nasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Neema ya Mungu kwa sasa ambayo inaokoa wanadamu wote imeweza kufanya nini? Kufunuliwa ama kudhihirishwa. Hii neema imedhihirishwa ama imefunuliwa ili watu wote waweze kuhesabiwa haki, wawe ni Wayahudi ama ni watu wa mataifa. Mbeleni mwanadamu hangehesabiwa haki pasipo kutimiza sheria, na itakuwa haki kwenu mkitenda na kutimiza yote yaliyoandikwa katika sheria. Lakini kwa sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, na ni haki hii ama ni haki inayopatikana kwa njia ya imani. Na ndio sasa Paulo anaambia Titus kwamba neema ya Mungu iokoa wanadamu wote imefunuliwa, na hii neema ya Mungu yatufundisha kukataa ubaya na kufanya nini? Na kutenda na kuzidi kuwa yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hivyo baada ya kuhesabiwa haki, ile haki ile sasa neema ya Mungu inatufundisha kuishi tukiwa watu na kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu ambao wa sasa umetengwa na Mungu. Mungu ameutenga ulimwengu ambao ni wa dhambi, si ulimwengu wa haki. Ulimwengu ulio katika hali ya dhambi umetengwa mbali na Mungu, na ndio sasa haki ya Mungu ikadhihirishwa ulimwenguni ili mwanadamu akahesabiwe haki pasipo matendo. Ni haki inayopatikana kwa njia ya imani kwa wote waaminio. Basi sheria ilikuja ambayo haikuja kuwapo. Sheria ilikuja kwa njia ya imani, sheria ilikuja kwa njia ya kutenda. Na ikiwa mwanadamu basi angehesabiwa haki kwa sababu ya imani. Warumi 4 mstari wa Warumi sura ya 10 mstari wa 4 inasema, 10 mstari wa 4 inasema, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila amwaminie ahesabiwe haki. Kristo amekuja kuwa mwisho wa sheria, kwa sababu sheria ilikuja mpaka wakati wa Yohana. Sasa Kristo naye ndiye mwisho wa sheria ili mwanadamu akaweze kuhesabiwa haki. Kabla ya sheria kuja, angalia andiko la Galatia 3 mstari wake wa 19 inasema, Wagalatia sura ya 3 mstari wa 19, maandiko inasema, torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata hanje huyo msao aliyepewa ile ahadi. Iliamuliwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Torati ni nini basi? Torati iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata hanje msao aliyepewa ile ahadi. So torati iliingizwa hata hanje. Yule anasema hata hanje
ni Kristo aliyepewa ile ahadi. Mstari wa 20 inasema 20, basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. 21, basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Asa, kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Kama sheria ingetolewa ambayo inaweza kuuisha mwanadamu, kumpa mwanadamu uzima, kumpa mwanadamu moyo wa ndani, basi haki ingepatikana kwa njia ya sheria. Na ndio tumeona kwamba sheria ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria. Haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria na imeshuhudiwa na Torati na manabii. Mstari wa 21 inasema 22, lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Kristo Yesu. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao ambao wanaamini wapate ile ahadi kwa njia ya imani ya Kristo Yesu. Mungu aliahidi kwamba hangehesabia wanadamu haki kupitia Kristo. Wacha tuone jambo hilo, alafu tutarudi hapa kwenye Wagalatia sura ya 3 mstari wa 23. Tuone jambo hilo kwenye andiko la Isaya 53 mstari wa 11. Isaya 53 mstari wa 11 inasema, ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki, hatawafanya wengi kuwa wenye haki. Hivyo kupitia Isaya, Mungu alikuwa ametabiri kwamba mtumishi wake ambaye ni Kristo ataweza kuona taabu ya nafsi yake, ataweza kuuawa. Baada ya Yesu kufa, kusikwa na kufufuka, kile ambacho kilifuata, atawafanya wengi kuwa wenye haki. Hii ni kazi ya kufanywa. Hii si kazi ya kujifanyia, ni kufanywa kuwa wenye haki. Tumefanywa kuwa wenye haki, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya neema iliyo katika Kristo Yesu. Mstari wa 23 kwenye Wagalatia 3 inasema, lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka nje ile imani itakayofunuliwa. Kabla ya kuja kwa imani, kabla ya kuja kwa Kristo hapa duniani, tulikuwa tumefungwa wapi? Tulikuwa tumefungwa chini ya sheria mpaka nje ile imani itakayofunuliwa. 24 nasema, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Naona inasema 24, hivyo Torati ama sheria ni kiongozi kutuleta kwa Kristo. Ni kiongozi ambaye anatuelekeza kwa Kristo. Ili nini? Ili tuhesabiwe haki kwa imani. Hili katika Kristo tuweze kuhesabiwa haki kwa namna nyingine isiyo ya Torati, njia ambayo ni mpya, njia ya imani. 25 ndio nasema, lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi ambaye anaitwa Torati. Ikiwa Torati basi amekuwa kiongozi, akifika kwa Kristo hapa msalabani, kazi yake inakwisha. Kazi ya kiongozi imekwisha, kwa sababu tumeletewa ama tumefikia yule ambaye anahesabia wanadamu haki kwa njia namna nyingine ambayo ni njia ya imani. Na ndio sasa Warumi 10 mstari wa 4 inasema, Warumi 10 mstari wa 4 inasema kwamba tunapofika kwa Kristo, 10 mstari wa 4 inasema kwamba kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria
ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kristo sasa ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki, apewe haki ya Mungu pasipo sheria, kwa sababu ni haki ambayo imedhihirishwa kwa njia ya imani kwa wote waaminio. Hivyo wote walio wa Kristo hawana hukumu ya hatia wanapopimwa na sheria. Wote walio ndani ya Kristo hawana hukumu ya hatia wakipimwa kwa sheria, kwa sababu haki ya Kristo sasa haki inapatikana kwa Kristo. Tunaporudi nyuma kwenye Wagalatia sura ya 2 mstari wa 21, tunapomalizia Wagalatia sura ya 2 mstari wa 21. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 21 nasema, sibatili neema ya Mungu, kwa maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Mtu ambaye anarudi kwa sheria anaibatili ama anaibatilisha neema ya Mungu, anaiona kuwa ni ya kitu bure. Basi ikiwa wanadamu wanahesabiwa haki kwa njia ya sheria, Kristo ama Yesu halikufa bure. Sababu ikiwa mwanadamu angeendelea tu kuhesabiwa haki katika njia ya sheria, basi Kristo hakuwa na sababu ya kufa msalabani, kusikwa na kufufuka, ili mwanadamu aweze kuhesabiwa haki yenye uzima ndani yake. Na ndio tunaona hiyo Warumi, Wagalatia 5 mstari wa 4 na mstari wa 4 inasemaje? 5 mstari wa 4 inasema, mmetengwa na Kristo, nyinyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Yaani mmetengwa na Kristo, nyinyi ambao mtakao kuhesabiwa haki kwa njia ya sheria. Mnatengwa na Kristo, mtakao kuhesabiwa haki kwa njia ya sheria, mmeanguka kutoka katika hali ya neema. Hivyo mwanadamu ambaye anaendelea tu kutimisha sheria ili ahesabiwe haki katika njia ya sheria, ametengwa na Kristo. Na hivyo basi kwa sasa tutaweza kufikia hapo, na hii mada ya kuhesabiwa haki katika njia ya imani itaweza kuendelea, na tunaomba tuwakaribishe watu wakuje wasikie. Hii ni habari njema kama nini. Mwanadamu anaweza kuhesabiwa haki pasipo matendo. Hivyo wewe na mimi tumehesabiwa haki kwa njia ya imani.